As I have about 50 minutes only, na kwa sababu nina dakika kama 50 tu, I'll go straight to the message that God has helped me to prepare for today. Na kwenda moja kwa moja katika ujumbe ambao Mungu amenisaidia kuandaa leo. The message is the need for growth in the church. Ujumbe wetu ni uhitaji wa kukua katika kanisa. Last Sunday, when we started to commemorate 80 years of TAG and 10 years of its strategic plan, wiki iliyopita tulipokuwa tuna miaka 10 ya ile mpango wetu mkakati wa miaka Tanzania kwa Yesu, our pastor Makasege shared us that in the vision of this local church, alitushirikisha maono ya kanisa letu hili la mahali pamoja. We have a target to grow by about more than 10 times. Tuna kusudio la kukua zaidi kama mara 10 hivi ya jinsi tulivyo sasa. Yeah, because he said currently we are about 300 and we have a target to grow up to 4,000. Kwa sababu alisema tuko kama watu 300 na kusudio letu ni tukue kama watu 4,000. So if you do simple calculation, you will find that it's about more than 10 times growth is needed. Na kama ukifanya mahesabu madogo tu unaweza ukafahamu kwamba ni ukuaji wa zaidi ya mara 10 kwa jinsi tulivyo sasa. So I think from now then we have to start, you have to start, I have to start thinking, imagining, conceiving the idea. Kuanzia sasa inabidi nianze kufikiria na kutafakari mipango na vitu vya kufanya. Just try to imagine if this building can accommodate 300 people, then 4,000, that means you have to start imagining how much we are going to expand this side. Maybe 3 times building like this, the size of this building, in this direction, and in this direction, in this direction, and even going up. Najaribu kutafakari tu kwamba kama watu 300 tunatosha je watu 4,000 tutakuwa tunatosha eneo gani? Yamkini labda tunaweza tukaongezeka huku na kule hata huko nyuma, labda hata tukajenga na gorofa. Do you think it's possible? Unadhani inawezekana? It is possible because we serve the mighty God. Inawezekana kwa sababu tunamtumikia Mungu mkuu. And God has purposes for every one of us stationed here at Chalinze, at Mlandizi. Na Mungu ana makusudi kabisa kwa kila mmoja wetu ambaye yuko hapa katika kanisa hili. There is something that he wants us to do. Anataka kuleta mabadiliko katika Mlandizi. He want to use us to bring growth at Mlandizi. Anataka kututumia sisi kuleta ukuaji katika kanisa hili. And he wants us to be victorious at Mlandizi. Na pia anataka tuwe washindi hapa tulipo. So when we say we want to increase from 300 to 4,000, that is numerical growth of the church. Tunaposema sasa tunataka kukua kutoka watu 300 kuwa 4,000, huo ni ukuaji wa idadi. It is a quantitative growth, quantitative. Ukuaji wa idadi. And when the church grow and develop, becoming mature and attaining to the whole measure of fullness of Christ. Kanisa linapokuwa na kuendelea kukamilisha kusudi lile la Yesu Kristo. When you are tending to become like Christ, na tunapoendelea, you can make reference to the book of Ephesians. Unaweza ukafanya chapter 4 verse 13 marejeo katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa kwanza mstari wa 13. Now this type of growth is spiritual growth. Ukuaji wa namna hii ni ukuaji wa rohoni. It is qualitative growth. Ukuaji wa rohoni. But for the church to grow, it must also be victorious. Ili kanisa pia kukua lazima liwe na ushindi. You know the English word church, neno la Kiingereza la kanisa, comes from the
Greek word ecclesia. Inatokana na neno la Kigiriki ecclesia. And this word gives us idea of a group of people who are gathered together in response to a sermon. Na neno hili ecclesia linatupatia kuonesha kwamba ni kundi la watu waliokusanyika pamoja kwa kusudi fulani. And this gathering, na mkusanyiko wa namna hii, is for the specific purpose. Ni kwa kusudi maalum. It is gathered for the specific purpose. Wakiwa wamekusanyika kwa kusudi fulani. And this sermon or call is being done by the appropriate authority. Na mwito huu unafanywa na watu wenye mamlaka sahihi. So today we'll share. Let us go and read Matthew chapter 16 from verse 13 to 18. Kutoka mstari wa 13 mpaka 18. Mathayo sura ya 16 mstari wa 13 mpaka wa 18, nasoma kwa jina la Yesu. Biblia inasema, basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu halitalishinda. Praise the Lord. So from verse 18, kutoka kuanzia mstari wa 18, you can see that since Jesus is the builder of the church, kwa sababu Yesu yeye ndio mjenzi wa kanisa, we can say that ecclesia as Jesus proposed, tunaweza tukasema kama Yesu alivyo sema, is a company of people, kwamba kanisa ni kusanyiko la watu. He would call together, ambao amewaita pamoja out of the world, kutoka ulimwenguni, commissioned for service and empowered them to carry out his purpose on earth. Akiwapa utumishi wa jambo au wa kusudi hapa duniani. Now, so the church must be victorious. Kwa hiyo lazima kanisa lishinde. Why victorious? To some extent. Kwa nini ushindi? Kwa nini ushindi? We have seen that instead of the church bringing changes to the world, tumekuwa tukiona kwamba badala ya kanisa kuleta mabadiliko katika ulimwengu, the church tends to conform with the worldly life. Tunakuta kwamba kanisa wakati mwingine inatamani kufanania na maisha ya kidunia. You can trace in many gatherings the people how they dress. Unaweza ukachunguza katika makusanyiko mengi jinsi watu labda wanavaa. Some members they want to be independent. They don't want to be guided by the Holy Spirit. Watu wengine wakitamani uhuru pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu. There is individualism, there is selfish, una ubinafsi. People don't witness. Watu hawafanyi ushuhudiaji. They don't make people disciples. Hawafanyi watu kuwa wanafunzi. There can be a number of other reasons. Yanaweza kuwepo mambo na sababu nyingi. But I tell you, this church, lakini nakwambia kanisa hili is responsible to bring changes at Mlandizi. Hallelujah. Linakusudiwa kuleta mabadiliko Mlandizi. We are expected to bring growth at Mlandizi. Tunatarajiwa kuleta ukuaji Mlandizi.
So it is possible even to expand this church. Na kwa hiyo inawezekana hata kukua kama kanisa. You will see even today some of us are just standing. They don't have seat they don't have place to sit. Unaweza ukaona hata labda wengine baadhi yetu hapa wanasimama, hakuna mahala pa kukaa. So it is a need. If we suppose we have a preaching, we witness, we preach people, they are saved. We have to think ourselves where they will be seated. Kwa hiyo kama tukifanya sasa mikutano na kushuhudia, inabidi tuanze kutafakari watakuwa wapi, maana Mungu anataka kujiongeza kanisa, watakuwa wanakaa wapi. So in verse 18, after Peter's confession of faith, kwa hiyo baada ya Petro, and the gates of hell will not overcome it. Na Yesu akasema, wewe ndiyo Petro, na katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu halitaliweza. Here the subject matter was about the person of Christ. Hapa jambo lilokuwa linasemwa ilikuwa kuhusu Yesu. Who he was. Kwamba yeye ni nani. It was unclear about his identity. Kulikuwa haiko wazi sana kwamba Yesu ni nani. But some said that he is John the Baptist. Watu wengine wakasema yeye labda ni Yohana Mbatizaji. Others said he's Elijah. Wengine wakasema labda ni Elia. While some others said Jeremiah or one of the prophets. Na wengine wakasema ni Yeremia au miongoni mwa manabii. But Peter, lakini Petro, said that you are Christ, the Son of the living God. Kwamba wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Peter had a very positive conviction. Petro alikuwa na ameshawishika vizuri au ana mtazamo chanya. It was Father in heaven itself who revealed it to him. Na jambo hili alilolisema lilifunuliwa na Mungu mwenyewe. And when we see the words, there is Peter Rock Church, these words actually Christ promised to build his church on the truth of Peter's confession that he is the Son of the living God. Kwa hiyo tunapoona maneno haya, Yesu anaahidi kwamba atalijenga kanisa lake kutokana katika hali maneno Peter aliyosema kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye juu. Because it is Jesus who is the rock of the church. Kwa sababu Yesu ndiye jiwe la kanisa. This you can read this in 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Unaweza ukasoma hii katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11. It is written, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. So Jesus is the rock. Yeye ndiyo msingi and is the foundation of the church. Ndiyo msingi wa kanisa. And when we say the gates of Hades, na tunaposema kwa habari ya milango ya kuzimu, this represent all demons and demonic plans, evil plans that Satan can arrange or attempt to destroy the church or its purpose. Na tunaposema kwa habari ya mlango wa kuzimu, tunazungumza kwa habari ya malaika wa ibilisi, roho chafu na mipango yake yote ambayo yamkini anaweza kaipanga kuja kinyume na kazi ya kanisa. But we at Mlandizi Church, hapa kama Mlandizi kanisa, we have faith like Peter. Tuna imani kama ya Petro that Jesus is the Son of God. Kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hallelujah. Amen. And that he will empower every man and women of this church to carry out his service, to do ministry, to witness. Kwamba atatuwezesha kufanya yale aliyoyakusudia na kuwahudumia watu. And this will bring changes and growth to this church. Na hii italeta mabadiliko na ukuaji katika kanisa. And this will be done despite any satanic arrangement.
Na hii itafanyika haijalishi ibilisi ameweka mipango ya namna gani. Despite any economic and political environment, Haijalishi labda hali ya uchumi iko namna gani, the church will be victorious. kanisa litashinda. And it is obvious that ever since the church was founded, Na ni wazi kabisa tangu kuanzishwa kwa kanisa, it has been attacked by many enemies. Imekuwa ikishambuliwa na maadui wengi. But none could overcome it or frustrate its purpose. Lakini hakuna hata mmoja katika adui aliweza kulishinda ama kufanya lile kusudi la kanisa lisishindwe kuendelea. You see that when Jesus said, I will build my church, unaweza kuona kwamba Yesu aliposema nitajenga kanisa langu, that was the past tense, I will rebuild. That was in the future. Ilikuwa ni jambo linalokuja. He was looking ahead for the outpouring of the Holy Spirit which happened on the day of Pentecost. Alikuwa akitazama mbele katika siku ile Roho Mtakatifu alipomwagwa katika siku ya Pentecost. And it happened. Kilitokea kitu hiki. And this outpouring of the Holy Spirit, na umwagiko wa Roho Mtakatifu, it was prophesied by prophet Joel. Ulitabiriwa na nabii Yoeli. You can make reference to Joel chapter 2 verse 28 to 29. Unaweza ukarejea katika Yoeli sura ya 2 mstari 28 na 29. So the outpouring was just the beginning of the fulfillment of this prophecy. Na huu mwagiko wa Roho Mtakatifu ulikuwa tu ni mwanzo wa kukamilishwa huu unabii. So since the church was founded through the power of the Holy Spirit, kwa sababu kanisa lilianzishwa kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, for the church of Mlandizi to grow and remain alive, kwa kanisa la Mlandizi kukua na kuendelea kuwa hai, each of us must desire to be empowered by the Holy Spirit. Kila mmoja wetu lazima atamani kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. And it is Jesus himself who baptizes believers in the Holy Spirit. Na ni Yesu mwenyewe anayetubatiza sisi kupitia Roho Mtakatifu. So to grow, if you want to grow, if the church want to grow, you will not avoid to be connected well with Jesus Christ. Kwa kama kanisa linataka kukua, hauwezi kuzuia au kukwepa kuunganishwa vizuri na Yesu Kristo. So we have an example in the church of Thessaloniki. Tunao mfano katika kanisa la Wathesalonike. God used Paul to start the church. Alimtumia Paulo kuanzisha makanisa kule Wathesalonike. There he preached well about the death of Jesus, the birth of Jesus, and the resurrection as a foundation of Christian faith. Akihubiri kwa usahihi kabisa kwa habari ya kifo cha Yesu na kufufuka kwake, na kwamba ni msingi wa kanisa. As a result, Jews and Gentiles were convinced to join Paul and Silas. Na kwa matokeo yake kwamba Wayahudi na watu wasioamini wakashawishika kuamini kupitia Paulo na Sila. In addition to that, a number of wealthy women was also positively convinced. Na miongoni mwa wamama waliokuwa wana uwezo pia walishawishika kufanya jambo hilo kuamini. The gospel impacted every kind of group of people. Injili ikawa na matokeo kwa makundi yote yaliyokuwepo wakati ule. Even here at Mlandizi, hata hapa Mlandizi, we can make changes to every kind of people. Tunaweza tukawa na matokeo au na mabadiliko kwa kundi lolote la watu tulionao. There is a lot of beliefs, there is a lot of Christian denominations. Kuna dini na madhehebu mengi. Some of them are not saved. Na mengine ya Kristo watu hawajaokoka. In Thessaloniki, people started to complain that the ministry of Paul, Silas, and there was another one called Jason and his friends, that they have overturned the words upside down. Sasa watu wa Thessaloniki wakaanza kulaumu kwamba huduma ya Paulo na Sila
na mtu mwingine Jason, Jason walikuwa wamebadilisha maneno ya Mungu. They have overturned the words. Wameupindua ulimwengu. Wameupindua ulimwengu. That means there was big change. Kwamba maana yake kulikuwa na mabadiliko makubwa. The changes was evident. Mabadiliko yalikuwa yanaonekana. They lived victorious. Waliishi maisha ya ushindi. And the church expanded exponentially. Na kanisa likakua sana. In Mlandizi, hapa kwetu Mlandizi, if we will preach the pure and uncompromised gospel, kama tukihubiri neno la Mungu lisilogoshwa to the non-believers, kwa wale wasioamini, and to ourselves within our church, na pia hata kwetu tukiwa hapa kama kanisa, there will be big change and growth in Mlandizi. kutatokea mabadiliko na ukuaji mkubwa. All spiritual darkness will be destroyed in the name of Jesus. Na vitu vyote na kazi za giza vitaharibiwa kwa jina la Yesu. False teaching will not be able to influence the church. Na mafundisho yasiyo sahihi hayataweza kushawishi kanisa. Non-believers in Mlandizi will be convinced to turn away from darkness and come to Jesus. Na wale wasioamini wataweza kugeuzwa kumfuata Yesu. And Jesus will bless us as channel to expand his church. Na Yesu atatubariki kama mfereji wa kuendelea kukuza kanisa lake. So that we can accommodate the number or the increase of those who will be converted. Ili tuweze kustahimili ama kuweza kustahimili kwa wale watu Mungu atakao waleta na kuwaongeza. He will give you money. Atakupatia fedha. He will expand your business. Ataongeza biashara yako. He will increase your salary. Ataongeza mshahara unaopokea. He will take care of your dealings. Atashughulika na mambo unayoshughulika nayo. So that at the end you have something to provide for the growth of the church. Ili mwishowe uwe na kitu cha kufanya kwa ajili ya ukuaji wa kanisa. Hallelujah. Amen. So there can be a number of reasons that cause the church or individual member of the church not to change. Na kuna uwezekano kukawa na sababu kadhaa ambazo zinaweza kufanya watu katika kanisa wasibadilike. Yeah, we know that when the new convert, when we have a new convert, it takes time. It can be a reason, a new convert who needs to be preached, to be taught. It may take time. Tunafahamu kwamba mtu anapozaliwa mara ya pili kuna muda unakuwepo hapo afundishwe namna ya kufanya na kuhubiri. But others may have been in the church for quite a long time. Lakini wengine wanaweza wako kanisani kwa muda mrefu without spiritual progress. Pasipokuwa na ukuaji wa rohoni. According to the history of the church we got last Sunday, this TG church, this local church, kulingana na historia tuliyoipata ya kanisa letu hapa wiki iliyopita, that it was started some years back, ilianza miaka ya nyuma iliyopita, with very few members, but now already we are 300. Na watu wachache sana, lakini sasa tuko kama watu 300. And now we have a target to 4,000. Na kusudi letu ni kwa kweli Mungu atusaidie tuwe watu 4,000. As I said, we have to start conceiving the idea of expansion. Na kama nilivyosema, lazima tuendelee kutafakari habari ya huu ukuaji. And it is possible. Na inawezekana. We can ask ourselves how much money we have invested in our own building, in our own car, in our own investment for the 5 past years. Unaweza pia tukawa tunafikiria na kutafakari na kutathmini tulivyojiwekeza katika vitu vyetu, magari na mambo tulionayo hata kama 5 iliyopita. But we agree that the time was not yet. Na tunaweza tukakubali kwamba yamkini muda haukuwa sahihi bado. But now the time is our time. Lakini kwa kweli sasa ndio muda. Because the target has already been communicated to us by our pastor. Sababu lengo limeshasemwa na mchungaji wetu. Therefore the church can own a building that can accommodate 4,000 people. Ili kanisa liwe na jengo sasa la kuweza kuhimili watu 4,000. Because God will give us money. Sababu Mungu atatupa fedha. Hallelujah. Amen. That's one interesting example of the church whose members were wealthy. But the problem
the Acts, there was a problem in the aspect of growth of the church. Kwenye Matendo ya Mitume kulikuwa na kanisa, watu walikuwa wana fedha, lakini kulikuwa na shida katika ukuaji wa kanisa. This church was influenced by the background and the environment of believers before conversion. Na watu hawa watu waliokuwa wameamini walikuwa ni watu ambao wanamfahamu Mungu kwa kiasi. Yeah, the environment influenced them. Na mazingira yakaendelea kuwashawishi. You know, in the church attracts many people. Unajua kanisa linaweza kuvuta watu wengi. And those people come with different backgrounds. Na watu hawa wanakuja na mazingira This church was the church tofauti. This church was the church of Corinth. Na kanisa hili lilikuwa kanisa la Wakorinto. The location and wealth of the Corinth, eneo lililokuwepo ili kanisa na utajiri uliokuwa nao, caused it to be filled with people of every race, every religion, nationality. There were Jews, Greeks, Romans, merchants, businessmen and women were there. Na likasababisha kwamba liwe na watu wa kila namna, matajiri, maskini, wafanyabiashara, wamama, watoto, watu Wayahudi, wasio Wayahudi, walikuwepo wote. It was filled with a lot of philosophers. Pia kulikuwa na watu waliokuwa ni mafilosofia, artists, watu wenye wasanii, seamen who work in shipping industry, watu wanaofanya kazi katika merikebu na mabaharia. The city had a worldwide outlook. Na kanisa lilikuwa na mtazamo mpana. But God used Paul, lakini Mungu akamtumia Paulo to start a church in Corinth. Kuanzisha kanisa pale Korinto. In his second missionary journey. Katika safari yake ya pili aliyokuwa anafanya. You can read this in the book of Acts, chapter 18. Habari hii inapatikana katika Matendo ya Mitume sura ya 18. So God can use us to open church anywhere. Kwa Mungu anaweza kututumia sisi kufungua kanisa kokote, despite any environment. Haijalishi hata kama mazingira yako namna gani. Sometimes later Paul got news. Baadaye Paulo akapata taarifa. He got reports. Akapata taarifa that there is problems kwamba kuna matatizo katika kanisa la Wakorinto. There were several problems. Kulikuwa na matatizo ya namna kadhaa. The worldwide outlook which was surrounding the city of Corinth was reflected in the church. Ule mtazamo wa maisha ya watu wa kidunia ulikuwa sasa unaanza kuonekana katika kanisa. New converts in the church were allowed to continue with their sinful activities even when they were in the church. Hata wale watu waliokuwa wanaokoka au wanazaliwa mara ya pili walikuwa wanaendelea kuruhusiwa kuendelea na maisha yale waliokuwa wanaishi kabla hawajazaliwa mara ya pili. Members in the church wanted to be independent. Na watu wa kanisa wakawa wanataka uhuru, individualism. Wa binafsi. Money made them to do anything they want. Fedha ilikuwa inawaruhusu kufanya chochote. To the large extent, it was every man for himself. Na kwa kweli kila mtu alikuwa anajali mambo yake mwenyewe. So there was a problem. Kwa kukawa na tatizo la namna hii. Some of the problem was division. Na tatizo lingine kulikuwa ni kuna utengano. They started to divide. Some of them say they preferred Paul, others Apollo. Wengine wakawa wanaanza kujigawa, sema sisi ni wa Paulo, wengine sema sisi ni wa Apollo. And there was incestors, the sin of incestors. This one is there was one man who was sleeping with the wife of his father. Na kulikuwa na dhambi ambayo mtu alikuwa analala na mke wa baba yake, which is forbidden in the Bible. Ambayo ni imepigwa marufuku katika Biblia. And there were other problem of litigation or law. This one, people when they have problems, they have quarrel within the church themselves. They didn't want to mediate internally in the church, but they
decided to take it outside the church. Na kulikuwa na tatizo kwamba watu walipokuwa na shida au wamekwazana walikuwa hawataki kusuluhishwa kanisani, wanataka kuyapeleka mambo yao nje. And there was fornication. Kulikuwa na uzinzi. You know, this city was filled with pagan worship. Unajua mji wa Korinto ulikuwa umejaa ibada za watu wasio mji wa Mungu. There was temples which allowed prostitution to take place. Kulikuwa na mahekalu ya makahaba. So this, because people who were converted came from those surroundings, those environments. Kwa sababu wale watu waliokuwa wanaokoka sasa walikuwa wanatoka katika mazingira ya namna hiyo. And they did not want to change. Na wakawa wanakuwa wagumu kubadilika. So they was not growing. Kwa hiyo kanisa likawa linashindwa kukua. There was also problem in the marriage. Pia kulikuwa na matatizo katika ndoa. You'll find that in the church, even those married, they didn't want to have sexual relationship. Ukakuta kwamba katika kanisa kukawa hata wale waliokuwa kwenye ndoa walikuwa hawataki kufanya yale yanayowapasa wanandoa kufanya. But these people were affected by the philosophies, a lot of philosophies and misunderstanding. Na watu hao wakawa wameshikwa na elimu na kutoelewana. There was a lot other problems. Kukawa na matatizo mengine. So the church was growing despite that within the church there were wealthy people and well-educated people. Na pia katika kanisa kulikuwa na watu wenye elimu na watu wenye fedha. Paul said to the church that they are still mere infants. Paulo akawaita watu wa kanisa lile bado kwamba je, bado wao ni watoto wadogo? They are living carnal life. Kwa kuishi maisha haya ya dhambi. But then if you read the 1st and 2nd Corinthians, you will see that Paul had to write to address all problem which was in that church. Na ukisoma katika Korinto wa kwanza na wa pili utakuta Paulo anaandika na kutatua matatizo yote yaliyokuwa kanisani. So you will find that there are many areas that need for spiritual growth even in the church today. Na unaweza kukuta kwamba kuna maeneo mengi yanaweza kuwa na uhitaji katika ukuaji wa rohoni. One of the area is the church need to grow in the knowledge of the word of God. Katika eneo moja kanisa inabidi likue katika elimu na uelewa wa neno la Mungu. Let us read Ephesians 4 verse 11 to 13. Tusome katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 mpaka wa 13. Biblia inasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi tusote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. So thank you for the Lord who gave us ministry of leadership in the church. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia hii huduma ya uongozi katika kanisa. Apostles, prophets, evangelists, huduma ya uinjilisti au utume, pastors and teachers. Wachungaji na walimu. They will facilitate growth in the church. Wataendelea kuchochea ukuaji wa kanisa. So that we can become mature and attain to the whole measure of fullness of Christ. Ili tuendelee kukua na kufikia kipimo kikamilifu cha Yesu Kristo. So in this area of the growth in the knowledge of God, we need the church to have time to read Bible. Kwa katika eneo hili la kukua katika uelewa wa neno la Mungu, tunatamani kanisa liendelee kusoma Biblia. And not only Bible, there are other scriptures, biblical books and articles, tracts. Na yako mambo mengine na nakala za Kristo. We need to attend to church programs and gatherings. Kushiriki katika mambo yanayohusu kanisa na kusanyiko. Where the Bible is effectively taught. Na maeneo ambayo Biblia inafundishwa. Hallelujah. Sahihi. Amen. Praise the Lord. Amen. Another area is we need to grow in the fruit of spirit.
Na pia katika eneo lingine ni ukuaji katika tunda la Roho. This one is, we can read it in the Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Na neno hili tunalisoma katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Hallelujah. Amen. So we have to practice love, caring for and seeking good for another person without being motivated to get gain. Lazima tuendelee kujizoeza upendo, kuwajali watu wengine pasipo kutegemea faida. And joy is about feeling gladness based on the love. Jesus loved us. The grace of God, the blessing. Na furaha kwa sababu Yesu anatupenda. We have to be at peace. Tuwe na amani na utulivu katika mioyo yetu. We have to be patient, being slow to anger or despair. Wavumilivu, tusiwe wa haraka kukasirika au kukata tamaa. We have to be kind, not to hurt somebody. Na sio watu wanaokuleta makwazo kwa watu wengine. And goodness, the act of kindness. Na upole na upole. And we have to be committed, to to trust God, to be honest, to be faithful. Lazima tukusudie kumheshimu Mungu na kuwa waaminifu. And gentleness, that's not showing any unnecessary anger. Na upole ambao hauonyeshi hasira yoyote. And self-control is mastering our desire and passions. Na kujizuia na kuweza kuzuia shauku za mioyo yetu au mili yetu. Hallelujah. Amen. We need growth also in the ministry of the church. Pia tunahitaji ukuaji katika eneo la kanisa linalotumika, mahali ambapo eneo kanisa lina katika utumishi au maeneo kanisa linatumika. One of the area is the ministry of church leaders we have mentioned in Ephesians 4. Eneo mojawapo ni katika utumishi wa viongozi, tumelisema katika Waefeso 4. And we give thanks to our pastor Makastege of this church who has been in many occasions. Whenever he stands to preach, he encourages believers to respond positively to the call of God for ministry. Na tunamshukuru mchungaji wetu kiongozi, mara zote akisimama anaendelea kututia moyo kufanya au kukubali ule mwito wa Mungu katika utumishi. And also there are ministry for all believers. Na pia ziko huduma kwa kila muamini. In the church everyone has got ministry. Kila muamini katika kanisa anayo huduma ya kufanya. We can read this in Romans chapter 12 verse 7 to 15. Tunaweza tukasoma hii katika Warumi sura ya 12 mstari wa 7 mpaka 15. Nasoma kwa jina la Yesu. Biblia inasema, ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu, mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Pendo alisiwe na unafiki, lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu, kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana, kwa tumaini mkifurahi, katika dhiki mkisubiri, katika kusali mkidumu, kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu, katika kukaribisha wageni mkijitahidi. Wabarikini wanaowaudhi, bariki lieni pamoja nao waliao. So these are some of the ministries for all believers. Kwa hiyo hizi ni maeneo ambayo kila mtu katika kanisa anaweza akawa anatumika. As we have read, others save, others teach, encourage, contribute to the need. Tulivyoona wengine wanatia moyo, wengine wanafundisha, wengine wanajishughulisha na mahitaji ya watu wengine. We have leadership, we have leaders. Tunao viongozi.
Some people showing mercy to others. wengine wakionyesha rehema kwa wengine, And we honor one another above ourselves. na tukiwa tunaheshimu sisi kwa sisi. Hakuna mtu anayejiona yuko juu au zaidi ya mwingine. Prayers, faithful prayers, people who are praying. Maombi ya kudumu. And share with God these people in who are need. There are people who are need. I'm sure there are a lot of people here who share with others. Na watu ambao wanajaribu kushiriki katika mahitaji ya watu wengine na kufanya kitu. And there are those who weep with those who weep. Na kuna wale wanaolia pamoja na waliao. So if this is practiced in this church, kwa hiyo haya ndiyo mambo ya kufanyia kazi kama kanisa, based on our faith in Jesus Christ, kulingana na imani iliyo katika Yesu Kristo, the church will attract people from every direction. Na kanisa litakuwa na uwezo wa kuvuta watu kutoka maeneo mengine mengi. Because the gospel is a good news. Kwa sababu injili ni habari njema. But we have to practice according to what we believe. Lakini lazima tuendelee kufanya kulingana na kile tunachoamini. Hallelujah. Amen. The last point is the spiritual gift mentioned in the Epistle to Corinthians, first Epistle to Corinthians, chapter 12, verse 8 to 10. Let us see. Na pia jambo la mwisho ni zile karama za Roho Mtakatifu zilizosemwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 8 na wa 10. Nasoma kwa jina la Yesu. Biblia inasema, maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizo zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Praise the Lord. Amen. So there is a need for manifestations of the gifts of the Spirit in the church. So bado pia kuna uhitaji wa udhihirisho wa karama za Roho Mtakatifu katika kanisa. Because this one also will enable us to evangelize non-believers. Sababu pia hii itatuwezesha kuendelea kufanya ile kazi ya kuhubiria watu wasioamini. And to grow, and the church to grow. Na kanisa kukua. You know, this one, Paul wrote this to the Corinthians, as I've said, there was problem. Kama nilivyosema, kanisa la Korintho kulikuwa na matatizo. In the church, almost everyone was speaking in tongues. Kwa kweli katika kanisa kila mtu alikuwa anazungumza, anasema kwa lugha. So you can imagine if from the start of the service up to the end, everyone is speaking in tongues in this church. Jaribu kutafakari kwamba kuanzia mwanzo wa ibada mpaka mwisho kila mtu ndani ananena kwa lugha. It will be a confusion. Utakuwa ni mchafuko. So Paul made this clear. Kwa Paulo akaweka wazi that the church need manifestation of different kind of spirit. Kwamba kanisa linahitaji udhihirisho wa karama mbalimbali za Roho Mtakatifu. It's not only one. Sio moja tu. Hallelujah. Amen. And this one also, if it is manifested in the church, it will draw people and the church will grow. Na hata kama hii moja wapo ikidhihirishwa kwa kanisa, itaendelea kuvuta watu kwa Yesu na kanisa litakuwa. Let us clap hand for our Lord Jesus. Tupige makofi kwa Yesu Kristo. So today I have shared with you about the need for church to grow. And there may be area that you need to be strengthened. Na kwa leo nimeshirikiana na wewe kwa habari ya uhitaji wa kanisa kukua, na yamkini yako maeneo unatamani Mungu akuwezeshe. Even some may be sick. Labda kuna wengine ni wadhaifu. And others may need to be born again. Labda kuna wengine wanahitaji kuzaliwa mara ya pili kuokoka. Let us please stand up. Tafadhali tusimame. We're going to pray in the name of our Lord Jesus. Tunakwenda kuomba kwa jina la Yesu. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name, oh
now so that we can pray. Yeyote ambaye anatamani Mungu amtie nguvu, If you are sick, please come with us. tafadhali karibu mbele, karibu mbele. If you want to be born again, Kama wewe ni mdhaifu, karibu please mbele. come along. Kama unataka kuokoka, karibu mbele. Tafadhali karibu mbele, karibu mbele. Come. Karibu mbele. Pastor, please. Aje hapa mbele moja kwa moja. Unataka kuokoka, karibu pale mbele kabisa kabisa hapa. Someone want to be born again? Kama yupo anataka kupokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, tafadhali kaa pale mwisho. Amina. Basi tutaanza na yule anayetaka kuokoka. Ulipatishe maneno haya. Please imitate the words I'm going to say. Sema Bwana Yesu, Say, Lord Jesus, naja kwako, I come before you. naamini ya kwamba wewe ni Bwana, I believe that you are Lord na kwamba mimi ni mwenye dhambi, and that I miss you. na kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, And that you died on the cross for my sins. na mshahara wa dhambi ni mauti. And the gift of sin is death. Naomba ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu, I pray that you erase my name uiandike katika kitabu cha uzima, and write my name in the book of life. niwezeshe kuishi maisha ya utakatifu Enable me to live a holy life sawa sawa na neno lako. as your word. Asante Yesu kwa kuniokoa. Thank you, Jesus, for saving me. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Father, in the name of Jesus Christ. asante kwa ajili ya kijana huyu. Thank you for this youth. Baba, tunaomba kwa mtie nguvu na Roho wako Mtakatifu, Lord, we pray that you strengthen him ili Bwana akaendelee katika maisha ya kukulia wokovu so that he can grow in salvation. sawa sawa na jina lako na neno lako. As your word and your name. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi We wetu. pray Amen. in Jesus' name. Amen. Jesus. To be strengthened. Tunakwenda kuomba kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu, Wewe unajua unachoumwa, kwa hiyo endelea kusema kwa Mungu, tutakupitia kukugusa. Na kama kuna kitu muhimu, basi utasema ili tuombe pamoja kwa karibu zaidi. Baba, katika jina la Yesu, Father, in Jesus' name. asante Bwana kwa uwezo wako ambao Bwana umewawezesha watu hawa kuja mbele kwa ajili ya kupokea kutoka kwako. Asante Bwana kwa kuwa wewe ni mweza. Bwana, tunakushukuru. Tunaomba Bwana, wale wanaohitaji kutiwa nguvu, Baba, ukawabatize kwa Roho wako Mtakatifu, ili Bwana waweze kupokea nguvu za kuweza kufanya kazi katika huduma yako. Baba, tunakuhitaji ukapate kuwa pamoja nao. Angalia hata wagonjwa walio mahali hapa. Wewe Bwana ambaye ni mponyaji, tunalituma neno lako la uponyaji kwa ajili ya wao kuwa wazima katika jina la Yesu. Pepo yoyote ya magonjwa tunaling'oa katika jina la Yesu. Baba, tunaomba ukapate kuwapa afya sawa sawa na wingi wa rehema zako. Watie nguvu wote wanaohitaji Bwana kwa ajili ya kufanya kazi katika shamba lako, hata kama wanapitia katika mapito mbalimbali. Bwana, ukapate kuwapigania, ukapate kuwapa imani, wawezeshe katika jina la Yesu, wakapokee sawa sawa na uwezo wako, sawa sawa na nguvu zako, kwa jina la Yesu Kristo. Jina lako likapata kutukuzwa, jina lako likapata kuinuliwa kupitia maisha yaliyobadilika. Ukafanye vyombo kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika miungu.
sawa sawa na neno lako namna lilivyogusa. Katika jina la Yesu Kristo, kutana na kila mmoja, wezeshe kila mmoja, wewe Bwana unaweza, wewe Bwana unaweza. Tunakubariki, tunakuinua, tunakutukuza, tunakuinua Bwana. Endelea Bwana kwa na kila mmoja kwa uwezo wako na mamlaka yako, usipungukie hata mmoja, bali Bwana ukapate kuweka roho ndani yao katika jina la Yesu. Wakapokee kwa jina la Yesu, wapitishe katika mapito wanayopita katika jina la Yesu. Onekana Bwana, wezesha uweza wako na mamlaka yako Bwana kuwapeleka, usiwapungukie, bali Bwana ukapate kuwainua. Please, those who were sick, can I have who were sick? Tafadhali wale wagonjwa wabaki. Wale waliokuwa wagonjwa kama ni kuna umma baki au hata kama ni kuna baki. Okay. What was the problem? Jambo kuna umma nini? Kisukari na miguu ndivyo wanavyosema. Now how do we feel now? Sasa unajisikiaje? You are okay. Praise the Lord. Clap hands for our Lord. Tunamwomba Mungu anataifa usirudi tena kwake. Amen. Amen. Haya, wawili watatu watoe ushuhuda. Sasa hivi naona ilikuwa una shaka umeme, sasa hivi umeme unaona tena. My leg was aching, and right now I'm healed.